serikali isitufunge makanisa huko. Mbona Katoliki wafungaje jamani? Natudhalilisha. Mbona mfunga Katoliki? Tumesikia juzi Katoliki wametoa waraka mzito, wameamuru muachilie wafungwa si nini na nini. Mbona mwafunga makanisa yao? Sauti ya wanyonge inasikika Tanzania ikidai haki. Mungu usinyamaze. Kina Bangonza sio wanasema maneno makali, mbona mfungi? Mimi sitetei mambo ya Gwajima, wenyewe wanajuana na masisimu yao huko. Na funga makanisa si jambo zuri. Sasa kufunga kanisa Jumapili watoto wakasali hapa Sunday school, wamekosa nini? Wewe dini na mzao upako. Mbenye ndeni kusali, kimzao upako tunamhitaji. Watoto wa Sunday school, maana kanisa taasisi. Watoto wa Sunday school wamekosa nini? Wale watu wanaimba kanisani wamekosa nini? Kwa nini utawanya kondoo? So acha huyu mzao upako tunamhitaji. Nyie endeni kusali, kile huyu tunamhitaji. Unafungaje kanisa? Unawekaje upinde kanisa tunasali? Wewe una akili mama? Wewe una akili kweli? Ukisikia wewe kama ndio mkuu wa majeshi au sio ya IGP kanisa lako limefungwa hivyo utasikiaje moyo? Tumefupenda pale kanisa Katoliki tumefunga, msiingie Katoliki wote hapo. Vile babu nawavumilia Katoliki wakiwatukana, sina mwavumilie vipi? Sio mnaonyesha udini, sina wavumilia. Natafuta namna ya kumshika mzee upako mwenyewe. Si ndio jamani? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hekima tu. Unaua nyoka bila kuharibu mayai. Ukitaka mzao upako umpate, kwanza unaniharibia heshima yangu. Ukitaka unitoe, kwanza nitafutie maskendo. Tafuta maskendo kuhusu mzao upako, nihamishe kwenye mioyo ya watu. Lakini leo ukisema mzao upako atoke hapa, afunga milango, hamna kusali, weka upinde. Bwana wewe, mambo gani haya mnafanya? Nikaje upinde kwenye makanisa? Nyie mkimshika Gwajima tu mwenyewe. Mimi ningeomba mzao upako wewe unasema Gwajima mwenyewe ana makosa na waliofunga sana makosa.